Haleluya, haleluya, haleluya mwanafamilia. Mungu akubariki sana, nikualike sana katika maombi ya asubuhi. Nichukue nafasi kwanza tumshukuru Roho Mtakatifu kwa neema kubwa. Baba yetu mwema, mfalme unaishi na kumiliki na kutawala, tunakutukuza watoto wako, tunakuinua mfalme. Pokea sifa Mungu wetu, mfalme wa falme, Bwana mabwana. Tumeona neema tena asubuhi ya leo, tumeona upendeleo wa kimungu. Umetupenda kwa namna ya ajabu na kwa namna ya tofauti. Tunanyenyekea mbele zako Bwana, tukiomba toba na rehema. Ututakase Bwana Yesu kwa damu yako ya thamani. Unajua uovu wetu, ya kwamba sisi ni waovu, hatustahili kabisa hata kuitwa watoto wako. Neema yako Bwana imetustahilisha. Macho yetu tunainua, tunautazama msalaba na damu yako iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya wokovu na kwa ajili ya msamaha. Baba, ututakase kwa hiyo damu, takase na kweli yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, umesema hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Baba wa mbinguni, tumenyenyekea mbele zako Roho Mtakatifu, tukisii rehema zako tena. Tutakase Bwana Yesu, tusafishe kwa damu ya mwana kondoo. Ruhusu tena utukufu wako tena asubuhi ya leo. Asante Bwana Yesu kwa sababu unatupendelea tena kwa utukufu wako. Asante Jehova kwa neema ya ajabu na kwa utukufu wa ajabu. Pokea sifa mfalme wa falme kwa kutupa tena utukufu wako mwingine na neema nyingine kwa ajili ya kuisimamisha kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, 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 amina. Na unaweza kucomment sema amina, amina, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Kama hujasubscribe channel hii, ni kuombe chukua nafasi ya kusubscribe channel hii. Na nichukue nafasi hii kukuomba pia uweze kucopy link hii na kushare, peleka kwa jamaa na rafiki na ndugu, wapokee maombi haya. Itakuwa ni baraka nyingi na utakuwa umefanya kazi ya Mungu. Nichukue nafasi hii kabisa kukualika, kama unapitia changamoto, inawezekana pia unatamani tusimame pamoja tuombe. Chukua namba ya WhatsApp hapo kwenye skrini na uweza kunijulisha unapitia wapi. Tasimama pamoja, tutaomba na mkono wa Mungu unaenda kudhihirika. Lakini pia nikualike sana katika group letu la maombi ambalo tunayo maombi ya moja kwa moja, na unaweza kujoin kwenye group letu la maombi kupitia namba ya WhatsApp yetu ya WhatsApp. Basi tuma kama unahitaji kujiunga na maombi hayo, basi tuma kwamba unahitaji kuingia kwenye maombi na tutakujoin. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi kila siku asubuhi, weka agano la dhabihu. Watu wengi wanapenda kuomba lakini hawapendi kutoa sadaka. Na Biblia na Mungu anamwambia Kornelio katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, anasema maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu. Kwa hiyo unapoomba, shetani anaogopa mtu anayeomba na anayetoa dhabihu. Kwa hiyo simama na dhabihu kila siku asubuhi. Kila unapoomba utaona matokeo makubwa, kwa sababu ishara na maajabu ni nyingi. Watu wanaendelea kushuhudia namna ambavyo Yesu ameendelea kuwasaidia kwa namna kubwa sana. Nichukue nafasi hii kukualika sana katika neema ya kufanya mambo makubwa 2026. Neema hii ni maombi makubwa sana ya vipengele 15 vya neema, vipengele 15 vya kuomba neema. Kumbuka neema ndio kila kitu. Kumbuka neema ndio utukufu. Kumbuka neema, huwezi kufanikiwa pasipokuwa na neema. Watu wengi wanawezekana hawajui neema, lakini nitamani nikufafanulie kidogo neema ili uweze kutembea kwenye vipengele 15 vya kuomba neema. Haleluya. Neema ni nini? Neema lina maana nyingi sana, labda zinaweza kuwa ni maana zaidi ya kama 15 hivi. Neema ni upendeleo ambao Mungu anampa mtu. Neema ni kustahilishwa na Mungu. Neema ni kibali. Neema ni kubarikiwa. Neema ni uwezesho, yani ni nguvu ambayo inakuwezesha, inakuwezesha kufika kwenye hatima, kwenye ndoto. Neema inaweza kukufikisha kwenye utukufu. Neema, ujue neema ni nguvu inayokuwezesha kufika mahali ambako wewe mwenyewe utegemei kufika. Haleluya. Kwa neema ni nguvu inayofungua hatima, ni nguvu inayokupeleka kwenye uthamani, ni nguvu inayokuwezesha kufika kwenye hatua
ambayo akili yako na nguvu zako haziwezi kufika, ambako ufahamu wako hauwezi kufika, ambako yale yaliyokushinda yanawezekana kwa neema. Kwa kuna neema, kuna neema ya wokovu, neema ya utajiri, neema ya uponyaji, neema ya ulinzi, neema ya kuinuliwa, neema ya kuwa mtu mkuu wa Mungu. Ziko neema nyingi. Hiyo yote ni nguvu ya kukufikisha kwenye viwango vikubwa. Kwa hiyo tutakuwa na vipengele 15 vya neema. Vipengele 15 vya neema. Hakikisha unayaomba haya maombi ya neema kila siku asubuhi, na utaona milango mikubwa ikifunguka mwaka 2026 hujawahi kuona kabisa, na mkono wa Mungu unakwenda kudhihirika. Na neema ya leo, kipengele kingine cha neema ni neema ya ulinzi. Neema ya ulinzi, tunahitaji neema ya ulinzi mwaka 2026. Kumbuka hivi ni vipengele 15 vya neema, na mwanafamilia unayefuatilia maombi haya ya ukombozi, hakikisha unaomba vipengele vyote vya neema. Neema ya ulinzi ni neema kubwa sana ambayo watu wengi wanawezekana wakawa waijui. Huwezi kufanya chochote, huwezi kumaliza mwaka, huwezi kupiga hatua kama hauna neema ya ulinzi. Ulinzi ndio jambo la muhimu sana kuliko namna yote ambayo uliwahi kuifikiria kwenye maisha yako. Na kulindwa ni neema. Kulindwa ni neema. Kulindwa ni neema. Kwa sababu kwenye kitabu kile cha Petro wa kwanza 1 sura ile ya kwanza na mstari ule wa 5, anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Umeona? Anaeleza namna ambavyo tunalindwa na nguvu za Mungu. Kwa hiyo kulindwa ni neema. Ni neema. Wako watu wengi ambao leo maisha haya yapo, wameshakufa. Kuna watu waliendesha magari wakaenda kupata ajali. Umeelewa? Kuna watu ambao walivamiwa wakapigwa na maisha yao ikapotea. Kuna watu ambao wanaumwa, wana magonjwa mazito. Lakini neema ya ulinzi ikiwa juu yako, utashangaa. Utasahau juu ya ajali, utasahau juu ya magonjwa, utasahau kama kuna kuumwa, kwa sababu kuna neema inakulinda. Kuna neema inakulinda. Kuna neema inakulinda, ambayo neema hiyo wewe haufanyiji, wewe haioni. Tunalindwa kwa neema. Kwa neema. Kwa neema tu ndio unatangaza ulinzi kwenye maisha yetu. Kama unahitaji umalize mwaka huu salama, kama unahitaji ufikie ndoto zako, kama unahitaji uishi maisha yaliyobeba utukufu wa Mungu, unahitaji neema ya ulinzi usio kwa kawaida. Kama ulinzi ni neema, wewe fikiri sura ile ya Zaburi 91 mstari wa 11 na 12. Umeelewa? Biblia inasemaje? Inasema ya kwamba kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Unaweza kuona Mungu anatumia mpaka ulinzi. Unaona? Mungu mpaka anatumia ulinzi. Kama Mungu anatuma malaika, mpaka wanatuma ulinzi ili ulinzi uwe juu yako. Hii ni neema. Hii ni neema. Unahitaji neema ya kulindwa na Baba. Anatuma malaika wakulinde. Anatuma malaika wakulinde. Kama hauna neema, utafikaje kwenye ndoto? Unaona? Utafikaje kwenye ndoto zako? Kama hauna neema ya kulindwa, utafikaje? Ndio maana anasema kwenye Zaburi 121 mstari wa 1, anasema Bwana asipoujenga mji. Omba nikurudia kusoma tena. Zaburi 127 mstari wa 1. Zaburi 127 mstari wa 1 anasemaje? Bwana asipoijenga nyumba, waijenga wafanya kazi bure. Na Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Utatumia nguvu zako,
Tatumia nguvu zako, tatumia nguvu zako kuomba, tatumia nguvu zako lakini nataka nikwambie, kama Bwana hajasimama kwenye ulinzi kwenye nyumba yako, unakesha bure. Hii haimaanishi tusiweke walinzi kwenye nyumba zetu. Walinzi wawepo, lakini neema ya ulinzi ya kimbingu lazima iwepo. Kama Mungu, umeona, asipoulinda mji, unaona, yeye anayeulinda anakesha bure. Maana yake unahitaji neema. Unaona, mahali popote unahitaji kutembea, unahitaji neema ya ulinzi. Chochote unahitaji kufanya, unahitaji neema ya ulinzi. Kama unahitaji kufika kwenye viwango fulani, unahitaji neema ya ulinzi. Sasa nataka nikwambie kitu kikubwa sana. Tunapoiomba neema ya ulinzi, tunapoiomba neema ya ulinzi, kuna sadaka maalum inaitwa sadaka ya ulinzi. Umeelewa? Na watu wengi hawaijuagi hiyo sadaka. Unapoanza mwaka lazima uwe na dhabihu inaitwa dhabihu ya ulinzi. Hii ni dhabihu ambayo namwambia Mungu naipanda kwa mwaka mzima. Yaani unaangalia miezi yako, hii miezi 12, unatoa sadaka kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya neema ya ulinzi kwenye miezi yote 12. Na watu hapa hawajui. Unaona, hawajui kabisa. Kwenye miezi yote 12 naambia Mungu, hii ni dhabihu yangu ya ulinzi kwa ajili ya mwaka huu. Naomba Baba unipe neema ulinde watoto wangu. Nipe neema ya ulinzi kwa watoto wangu, neema ya ulinzi kwa ajili ya kizazi changu, neema ya ulinzi kwa ajili ya biashara zangu, neema ya ulinzi kwenye afya yangu, neema ya ulinzi kwenye miradi yangu, neema ya ulinzi. Yaani lazima uiombe hii neema. Na asubuhi ya leo natamani, natamani kwenye Zaburi 18:2 nasema, Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu, mwamba wangu. Unaona, ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu yangu, ni ngome yangu. Kama asipokuwa ngome, umeelewa? Unapanda hiyo sadaka, anambia Baba, wewe ndio ngome yangu, wewe ndio ulinzi wangu, wewe ndio mtetezi wangu. Naomba neema ya ulinzi. Glory to Jesus. Natamani niombe asubuhi ya leo, na maombi haya wewe endelea kuyaomba. Omba neema ya ulinzi popote pale ulipo asubuhi ya leo, na Mungu amekujalia una hiyo sadaka. Unagusa sadaka, naambia Baba, hii ni sadaka kwa ajili ya neema ya ulinzi. Na utaona Mungu akiweka neema ya ulinzi kwa kizazi chako. Na hapa tunapoomba maombi haya, endelea kuyathibitisha na utamwona mkono wa Mungu. Naomba inua mikono yako, sema, Roho Mtakatifu, nimeshuka mbele zako Baba yangu. Mwaka 2026 nimesikia sauti yako. Ni hakika tunahitaji neema ya kulindwa na wewe. Tumetumia nguvu zetu sana, lakini hatuwezi kujilinda. Hatuwezi kujilinda kwa chakula, hatuwezi kujilinda njiani, hatuwezi kujilinda kokote, hatuwezi kujilinda majira ya usiku. Tunahitaji neema yako tu pekee, neema ya ulinzi. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu tumenyenyekea mbele zako Baba yetu. Tunaomba neema ya ulinzi itokayo kwako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, naomba neema ya ulinzi, neema ya ulinzi juu ya kizazi changu, watoto wangu wote, neema ya ulinzi juu ya kazi za mikono yangu, neema ya ulinzi juu ya hatima ya maisha yangu, neema ya ulinzi juu ya vyakula ambavyo tunavila, neema ya ulinzi kila eneo kwenye majumba, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya ulinzi kwenye maajali yanapoinuka, yanapotokea mwaka 2026. Baba, achilia neema ya ulinzi. Robo sanda ramako rabasaka resaka ramakoria. Tunakuita Bwana Yesu, tukiomba neema ya ulinzi, neema ya ulinzi itokayo kwako, katika jina Yesu. Robo shanda ramando resaka ramakoria rando rosanda rama resaka ramakoria reshanda ramasata rekarababasaka. Baba, neema ya ulinzi iachilia, neema ya ulinzi juu yetu, neema ya ulinzi juu ya hatima, neema ya ulinzi juu ya ndoto, neema ya ulinzi majira usiku, neema ya ulinzi itoka kwako, katika jina Yesu. Mwaka 2026 tunaomba neema ya ulinzi, neema ya ulinzi itoka kwako, katika jina la Yesu. Ninamwombea baba huyu, ninamwombea mama huyu, ninamwombea kijana huyu, ninamwombea binti huyu. Baba, neema hii, neema imvushe, neema impeleke kwenye hatima, neema ya mlinzi, neema ya ulinzi itokayo kwako Baba idhihirike,
Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa neema hii umeithibitisha kwa ajili ya mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja ambaye amegusa sadaka kwa ajili ya neema ya ulinzi. Baba, sadaka hii iachilie ulinzi katikati yake, kizazi chake, hatima yake, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Amina. Mungu akubariki sana. Nachukua sadaka yako, panda kwenye namba ya Vodacom iliyo kwenye skrini yako kwa ajili ya neema ya ulinzi. Nikualike sana katika maombi tunayoendelea, na mkono wa Mungu uwe juu yako. Shalom, shalom, shalom.